Sisi ndo tunahangaika na hiki chama huko mapoini. Tunaanguka na mapikipiki, tunagombana na ndugu zetu kuhakikisha chama kinasimama. Kwa hiyo tunatakiwa tuheshimiwe, tupewe thamani yetu ili kutuongeza nguvu juu ya majukumu yetu tunayoyaendesha. Asante ndugu waandishi wa habari kwa kunitembelea nyumbani. Karibuni sana. Kwa majina mimi naitwa Ismaili Abdurrahmani Chipalu. Jina maarufu naitwa Suma Chipalu. Mimi ni mzaliwa wa mkoa wa Mtwara hapa, wilaya ya Newala hapa. Lakini pia shughuli zangu kubwa ninazozifanya ni mwanasiasa. Niliingia kwenye siasa rasmi mwaka 2005 nikiwa chama cha wananchi CUF. 2007 nilikuwa mkurugenzi wa vijana wa chama cha wananchi CUF. Lakini pia nikiwa katibu wa kata ya Luchingu mjini Newala. 2010 niliingia Chadema rasmi baada ya mgongano wa chama cha wananchi CUF wa viongozi wetu wakuu, kwa maana Maalim Seif na Profesa Lipumba. Kwa sababu kidogo mimi ni mtu ambaye ninapenda haki na sio mtu ambaye na support ubadhilifu, niliona kuna ukiukwaji wa kisheria na haki za binadamu na ukandamizwaji wa chama cha wananchi CUF, nikaamua kutoka rasmi na kujiunga na Chadema, nikiamini ndio chama pekee ambacho kwa sasa linaweza kuwa tumaini la Watanzania. Na of course sikukosea kwenda Chadema. Nilifanya kazi Chadema nikiwa mwanachama wa kawaida kutoka 2010 mpaka 2012. Pia nikarejesha utendaji wangu wa kata ya Luchingu kwa kura za wajumbe wa tawi letu na wajumbe wa kata. Baada ya hapo chama kikaniamini kulingana na kazi zangu za kata ya Luchingu. Basi nikapata fursa ya kuwania nafasi ya ukatibu mwenezi wa Chadema jimbo la Newala mjini, ndio nafasi ambayo nahudumu mpaka sasa. Kiukweli siasa zetu hapa mjini zimekuwa kidogo ni ngumu kulingana na mazingira ya kiutendaji. Jimbo letu lina kata 9, lina vijiji 48. Lakini tunapata wakati mgumu wa kufanya siasa kwenye vijiji hivi vyote na kata hizi zote kulingana na vitendea kazi kuwa adimu. Kwa sababu hatuna usafiri wote wa chama. Tulikuta mimi nilivyoingia nilikuta pikipiki zilizogaiwa mwaka 2000 chini ya utawala wa mwenyekiti wa Mheshimiwa Mbowe, ambazo zimekufa, ziko light off, hazifanyi kazi yoyote kwa sasa. Kwa hiyo tunapopokea maagizo kutoka makao makuu ya utekelezaji wa ujenzi wa chama, ni lazima tunashirikisha viongozi wetu wa kata. Sasa namna ya kuwafikia kidogo inakuwa shida kwa sababu ya adha ya usafiri na kipato chetu kuwa chini. Toka nimeingia Chadema nafanya kazi za ujenzi wa chama kwa kujitoa. Yaani tunafanya harakati zingine za kimaisha huko, alafu tukipata pesa tunakodi usafiri, tunapata mafuta, tunapita vijijini kwenda kujenga chama. Na tunashukuru tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa kujenga chama kwa kusimamisha viongozi kila kata. Na hata uchaguzi wa 2020 tulibahatika kupata madiwani kwenye kata zote ambao waligombea kwa jitihada zetu, tukiwa tuna msaada wowote wa ofisi ya Chadema makao makuu. Sasa shida ya chama, utaratibu wa chama, mimi hapa kwetu uwanda huu wa kwetu tunafanyisha siasa za vyama vingi. Utaratibu wake hauna tofauti sana na vyama vya msingi vinavyosimamia wakulima. Kwa sababu vyama vya msingi utaratibu wao ni kuchagua viongozi wao kupitia uchaguzi unaotokana na mkutano mkuu wa chama. Wanachagua viongozi, kazi ya viongozi ni kusimamia wakulima. Lakini mwisho wa siku jukumu la viongozi ni kuwasilisha mapato yanayotokana na ushuru wa ukusanyaji wa mazao kwa wakulima wao, kwa wanachama wao wa chama cha msingi. Alafu mwisho wa siku wanachama wa chama kile wanafanya discussion juu ya yale walioletewa na viongozi wao, juu ya ukusanyaji, matumizi na vitu vingine. Ikionekana mtu ana gagaziko juu ya vile vilivyowasilishwa, maana yake hatua inayofuata ni kulaumu uongozi wa sauti ambaye anaona yeye ndo amefikia mwisho kuitoa. Malalamiko yanapokuwa makubwa, hatua za kikatiba za chama chao zinafuata: kumwajibisha kiongozi au kuitisha mkutano mkuu wa dharura kwa ajili ya kutatua yale yanayolalamikiwa. Na hiki ndio kitu ambacho nilitakiwa nikione Chadema. Leo Chadema
kuna gagaziko juu ya matumizi na ukusanyaji wa pesa zinazotokana na wafadhili, wahisani na wanachama kwa ujumla, kwamba tunaamini zinatumika kinyume na utaratibu. Lakini anapotokea mwanachama akapaza sauti yake kwa ajili ya kulalamikia lile ambalo linazungumzwa la matumizi batili ya pesa, suluhisho inakuwa kumfukuza uwanachama na sio kujibu hoja kama mwanachama alivyoipeleka au kutafuta ufumbuzi. Sasa kwa mfumo huu, maana yake tunakaa tunajiuliza, tutafukuza wanachama wangapi na hatima yake ni nini? Lakini sisi tulioko chini ndio tunajenga chama, walioko juu sisi ndio watarajia tuwaletee wanachama. Inapoonekana unakaa jimboni kwako kama hapa Newala karibia miaka 3-4 hujamuona kiongozi wa kitaifa, sisi wanachama wetu wanatuuliza, kwani shida ni nini? Mbona mikutano tunaisikia kanda ya Ziwa, kanda ya Kati, kanda ya Magharibi, kanda ya Nyanda za Juu Kusini? Kwetu hapa kuna shida gani? Kuna wakati tunakosa majibu chanya ya kuwajibu. Lakini isivyo bahati basi, mimi ni mmoja kati ya watu ambao wanatumia nguvu kubwa sana kukipigania chama. Na mimi kama mwenyekiti amekuwa ni mtu ambaye huwa anapata bahati ya kuwa naye anapokuwa kwenye ziara za kusini. Kama majuzi alikuwa kwenye ziara ya kusini kwenye jimbo la Nachingwea na jimbo la Masasi, lakini mimi ndo nilikwenda kumpokea airport Mtwara baada ya kupanda ndege hapa ya saa 1 usiku. Baada ya kupanda ndege Dar es Salaam saa 1 usiku, nilikwenda kumpokea Mtwara, nikaanza naye ziara kwenye kata na Ipanga wilayani Nachingwea. Nimetoka naye nikaenda naye kwenye ziara ya Nachingwea mjini kwenye mkutano wa hadhara. Siku ya pili tukaamka Ndanda. Siku ile ile tukaingia kwenye mkutano wa hadhara Masasi mjini. Lakini nilipata bahati ya kukaa naye, nikamfikishia juu ya kero ambazo ninazipata kutoka kwa wanachama wangu kwenye jimbo langu, kwamba waoni viongozi wa kitaifa, shida hii ni nini? Mbona kama sisi mmetutenga? Tunakosa majibu chanya kwa sababu shida ya siasa kunatakiwa kuwa na mabadiliko ya sura na kauli za kuwaambia ndio tunaimarisha chama. Inaonekana sura ni zile zile, sauti ni zile zile, na muda ni una watu ni wale wale, kwa hiyo kidogo inakuwa inapoteza nguvu kwenye mapokeo ya kauli zetu kwa wanachama wetu na watu wengine kwa ujumla ambao tunategemea sasa watuunge mkono. Majibu ya mwenyekiti yalikuwa kwamba fedha zinazopatikana ni ndogo kuliko matumizi yanayohitajika. Makamu mwenyekiti wa taifa ndio nilikuwa nimemfikishia hii hoja, Mheshimiwa John Heche, tukiwa Nachingwea. Akaniambia mapato ni madogo kuliko matumizi yanayohitajika, kwa sababu chama chetu kama unavyokijua hakina ruzuku kwa sasa. Nikamwambia lakini waasisi wa chama chetu kidogo, katika kipengele ambacho nawapongeza, walifanya jitihada za kutafuta wafadhili na watu mbalimbali ambao wanasupport chama mpaka kesho. Na tayari tunaona michango ya wahisani, ukiacha wanachama kupitia tone tone, michango ya wahisani kuhusu namna ya kukijenga chama. Walotangulia kujenga hiki chama waliotafuta wafadhili na wakapatikana. Kama leo tuna wafadhili washirika wenzetu wa kisiasa kutoka Ujerumani, wanaitwa CAS. Hawa ni watu ambao wamejitolea kutufadhili sisi pesa za kuendesha mikutano ya hadhara, pesa kuendesha vikao vya kamati kuu, pesa za kuendesha vikao vya baraza kuu, na actually kwa wanapopelekewa taarifa huwa wanatoa hizo pesa. Lakini ni pesa ambazo zimekuwa na siri kubwa, yani haziko wazi, kwa sababu ni pesa za umma. Zile ni pesa za umma, sio pesa za mtu. Pesa za umma, utaratibu wake wa ukusanyaji na matumizi yake ni lazima yawe wazi, ili anayehusika na chama na asiyehusika na chama wote wajue kwamba Chadema mpata milioni 2 kutoka kwenye taasisi fulani kwa ajili ya kuendesha zoezi fulani, na matumizi basi yaonekane kupitia ile milioni 2 ili mtu mwingine asidauti. Kwa hiyo inavyoonekana kinachoingizwa hatukijui, matumizi yake hatuyajui. Tukisema pesa zinaliwa bila utaratibu, tunaingiaje kwenye dhambi ya kutaka kufukuzwa wanachama, mara kukuataki na mabarua ya vitisho na nini, mara kubadilisha scenario kwamba umepewa fedha ili ukizalilishe chama. Mwelekeo huu maana yake unaenda kukiangusha chama chetu wazi wazi. Sasa kwa sababu viongozi wa Chadema tulionao sasa hivi walipatikana kupitia uchaguzi mkuu wa Chadema wa wazi
na kura zilikuwa za wazi, zikapigwa na wakashinda. Maana yake tulitegemea watuletee matunda kwenye ujenzi wetu wa chama. Sasa matunda yale ambayo tuliyatarajia hatuyaoni. Tone zinakusanywa na watu wanajitoa sana, kwa sababu chama kimeingia kwenye imani na mioyo ya watu kwamba ndio kitakuwa chama cha ukombozi wa taifa hili. Wale wanaotoa zile fedha si kwamba ni matajiri wakubwa, wana uchumi mdogo, ila kwa mapenzi yao ya moyoni tuna kukiamini chama wanajitoa kutoa zile fedha. Hawatoi kwa ajili ya kulea familia ya mtu. Hawatoi kwa ajili ya kumnunulia mtu mavazi. Hawatoi kwa ajili ya kumpaulia mtu nyumba yake. Wanatoa ili kuwafanya viongozi waendelee kushirikiana na viongozi wa ngazi za chini kujenga chama kwa gharama inayohitajika. Panapotakiwa pikipiki patikane pikipiki, watu waende field. Panapotakiwa gari lipatikane gari, watu waende field. Panapotakiwa mafuta patikane mafuta. Lakini hayo ni mambo ambayo hayapo, hatuyaoni, hatujawahi kuambiwa, labda kwa ahadi tukawa tunasubiria, lakini mwisho wa siku kila kinachotakiwa kufanyika katika ngazi za chini wanatushushia na wanataka utekelezaji wa haraka bila kujua mfumo wa maisha yetu ukoje. Kwa hiyo wale walioingia kwenye tuhuma za kumtuhumu makamu mwenyekiti John Heche kuwa anakula pesa za chama bila misingi na utaratibu unaohitajika wa kikatiba ya chama, kwa sasa mimi naungana nao na wasapoti na waunga mkono, kwa sababu yale nilokuwa ninayahisi ndio haya yanayosemwa na watu wote. Kwa hiyo nafikiri ni tetesi zilizowafanya waandishi wa habari mnikute kuja kujua yanayosemwa na viongozi wenzangu wa majimbo, viongozi wenzangu wa kata, mimi ninayaonaje. Kwa hiyo leo niwaambie kwamba naungana nao kwa sababu sioni mbadala wa matumizi haya ya pesa kwa ajili ya kukiendeleza chama chetu. Naona tu kama kuna watu wameingia, sisi tunafanya kazi ngumu ya kukusanya majority kwenye chama chetu, alafu kuna watu wanajipatia pesa kwa njia nyepesi. Hatukatai, anafanya kazi ya kuzunguka Tanzania mzima kutoa elimu, kuelimisha watu, kujenga chama. Lakini kwa utaratibu unaotumika kwenye fedha, kwa nini uguse watu wachache pesa za taasisi yenye watu wengi? Kama pesa zile zinakuja kwa ajili ya mikutano ya hadhara, kwa nini iwe kwenye baadhi ya maeneo tu? Hivi ni kweli kwenye mikutano huko wanakokwenda kwenye mikutano wanachanga wananchi wenyewe wakawaita waende? Na kama wananchi wenyewe wanachanga kuwaita waende wakatoe elimu, pesa hizi za wahisani na wadau zinafanya kazi gani? Kama Masasi mimi nilikuwepo. Masasi ni mji mgumu sasa hivi, una maisha magumu na hali ya kiuchumi ni mbaya. Lakini Masasi tone ilikusanya karibia 400,000. Masasi mjini ilikusanya karibia 400,000. Maana yake kama Masasi wamepata 400,000 katika ukata kama huu, maeneo mengine yakoje? Tulipata takwimu pale kwenye ukusanyaji wa tone Mbeya, zilizotumwa kwenye simu na zilizochangiwa moja kwa moja papo kwa papo kwenye mandoo ni zaidi ya milioni 12 zilipatikana. Tumeona Mpanda, mkusanyiko wa watu Mpanda, na takwimu ya tone ulioitoa ni kiasi kikubwa cha pesa, lakini hatujawazidi kanda ya kati, hatujawazidi kanda ya ziwa, hatujawazidi kanda ya magharibi kwa makusanyo ya tone. Lakini tone ni mpango endelevu kwa wanachama, wadau na wenye mapenzi na demokrasia ya nchi hii, kwamba hawachangii tu kwenye mikutano, wapo wanachangia kwenye simu kila siku. Hata hizi nazo hazina uwasilisho kwa wanachama, kwa viongozi wa majimbo, wala kuona chembe ya matumizi kwa wanachama, kwa viongozi wa majimbo ili kufanya kazi vizuri. Kwa hiyo mimi naomba, kama tumeliona hili viongozi wa majimbo, tunahitaji tupate majibu chanya na tuone mabadiliko ya matumizi ya hizi pesa. Sio kufukuza watu wanachama kwa kuwaandikia barua na vitisho. Kwa sababu hii ni hoja, na ni hoja ambayo kwetu tumeona na mashiko. Ili maana yake tuendeleze gurudumu letu la ujenzi wa chama, tunatakiwa tupate majibu yanayoendana na hoja zetu, sio kufukuzana wanachama. Sasa kama mimi utanifukuza wanachama, utamfukuza wanachama katibu wa Kilindi, utafukuza wanachama katibu wa Morogoro, na wengine wanaendelea kuibuka, wanaulizia maswali, chama kitabaki na watu. Maana yake suluhisho la maswali haya si kufukuzana wanachama. Suluhisho la maswali haya ni kuambizana matumizi ya pesa yanaendaje, wahisani wanatuchangia shilingi ngapi kwa muda gani, na zinapoingia zinaingia akaunti ya nani, na kama ni akaunti ya chama, kwa nini anajamulia tu mtu mmoja kudraw na kufanya matumizi anayoyataka yeye. Kwa hiyo mimi wanaosema John Heche anakula pesa za chama naungana nao 100%, na nichukue fursa hii kumwambia makamu wangu mwenyekiti, tuna imani naye, tulimwamini, tuna matumaini naye, ila tunakuelekea naona CV zake sasa nataka kuziporomosha.
Hakuna kitu kibaya kama kukukataa familia. Familia ikikukataa maana yake mbaki hana nafasi ya kukupenda. Yeye alitakiwa akataliwe na wabaki, familia imtetee. Lakini anapoanza kuikosea familia, akiikataa familia, maana yake wabaki watapata uchochoro wa kumwataki katika yale hata yaliyojificha. Kwa hiyo kama kuna namna ya kufanya ili kuturidhisha kwa majibu, matumizi na kwa taarifa juu ya makusanyo, matumizi na mapokezi ya pesa zinazotoka kutoka sehemu mbalimbali, ingekuwa ndo suluhisho kubwa kutoka kwa viongozi wote wa majimbo na wanachama kwa ujumla, na sio kuandikiana mabarua ya kusimamishana chama au kufukuzana. Tuna mapenzi na chama chetu, ila hatuna mapenzi na hili linaloendelea. Hatujawahi kupata taarifa kama viongozi wa majimbo kwamba kuna makusanyo ya pesa yamefanywa kupitia njia yoyote ile ambayo yanafika kiasi hiki na matumizi yake ni haya. Hata maelezo ya katibu mkuu baada ya turudishi imani ya kuona kama kinachofanywa ni sahihi, kwa sababu na yeye hajafafanua kwamba pesa zilikuwa zinaingia kwa nani na kwa sababu gani, ikiwa pesa ni za taasisi na taasisi na akaunti. Kwa nini ziingie kwa mtu binafsi na matumizi yasizingatie katiba ya chama? Kwa hiyo maana yake tulichokiona hapa, tayari makamu mwenyekiti amekamata ile jopo la viongozi wanaohusiana na fedha kwenye chama chetu. Kwa hiyo hata kama utakuwa na mabadiliko ya ukusanyaji wa fedha kupitia akaunti, kutoka kwenye akaunti ya makamu mwenyekiti kuja kwenye akaunti ya chama, maana yake ni yale yale tu. Bakari kumuita Beka, maana yake anaweza akawaamuru wafanye wa draw pesa, atumie anavyotaka, na mtu asidauti, asiulize, asifanye chochote. Kwa hiyo sio suluhisho kuchange account. Suluhisho ni kuwaambia wadau kwamba pesa zao zinatumikaje, kuwaambia viongozi pesa tunazipataje, na kuona wanatusapotije sisi tulioko chini ambao tunafanya kazi kubwa ya kuleta wanachama na wanatuuliza maswali ambayo hatuna majibu nayo kwa sababu ya wao. Kwa hiyo tunataka watuambie kwamba mfumo huu sasa ukoje na tunauendeshaje. Sio kutuambia tumebadilisha account. Kwani kama ulijua kama kuna account ya chama, kwa nini mwanzo zikusanywe na account binafsi? Maana yake ni nini? Maana yake wenye account hiyo ndio mwenye mamlaka ya matumizi ya hizo pesa. Kwa hata kama mkusanyema mtakusanyia kwenye matumizi kwenye account ya chama, maana yake ana uwezo wa kuagiza kwenda kuzidraw na mtu asipinge. Leo natuambia, nimemsikia mkurugenzi wa mawasiliano Penda Rupia akituambia kwamba hatujapokea barua yoyote ya malalamiko juu ya matumizi ya pesa. Kupokea barua kutoka kwa nani? Tunayolalamika ndo sisi. Yaani sauti ya papo kwa papo imekuwa ni sio kigezo kuliko karatasi iliyoandikwa. Asikilize sauti zetu. Sisi ndio wanachadema, asikilize sauti zetu. Sisi ndio tunapambana. Hayo matonetono yanayokusanya, manake hao tumewahamasisha sisi kwamba tujiunge na hiki chama, tupambanie nchi yetu. Leo wakienda kwenye mkutano wanawakuta wanatoa tonetoni, manake tumewaleta sisi. Kwa hiyo kutuambia tuandike mabarua kwa ajili ya malalamiko, hata kama ni sheria za kikatiba, lakini sio kwenye msingi wa jambo hili. Kuna vitu vinalalamikiwa kwenye barua na kuna vitu vinatakiwa visemwe ili kuvisitisha visiendelee na sitokee mwingine wa kujaribu kama alivyojaribu huyu aliyekuwepo. Kwa hiyo hoja ya barua kwanza haina mantiki, hatakiwi kutuambia Penda Rupia. Sisi ndo tunahangaika na hiki chama huko Mapoini. Tunaanguka na mapikipiki, tunagombana na ndugu zetu kuhakikisha chama kinasimama. Kwa hiyo tunatakiwa tuheshimiwe, tupewe thamani yetu ili kutuongeza nguvu juu ya majukumu yetu tunayoyaendesha. Sasa kwa kumalizia, ili naomba nilivulie kofia, nitoe maagizo yafuatayo kulingana na mazingira yalivyo na chama chetu kinakoelekea. Na kwenye hili naomba pia watu wasiangalia nizungumza nani ana nyadhifa gani. Waangalia uzito wa maneno yangu na malengo yangu chanya ya kupenda chama changu. La kwanza, naomba kamati kuu na bodi wafanye utaratibu wa haraka sana wa kuhakikisha uwajibishwaji wa hili kwa watuhumiwa unaendana kama sheria na katiba yetu inavyotaka. Kwa sababu chama chetu sisi kina slogan moja kwamba hakuna Mungu mtu kwenye chama. Chama ni kikubwa kuliko mtu. Kwa hiyo mtu asiangaliwe mabavu yake, asiangaliwe uwezo wake wa kuzungumza, asiangaliwe ufemansi wake kwamba ni maarufu kiasi gani. Kwa sababu mtiririko wake unaelekea kwenda kukibomoa chama, uwajibikaji naomba uwe wa haraka, ili naagiza bodi na kamati kuu na kufanya utekelezaji wa yale ambayo waliadhimia kwenye kikao cha kamati kuu
kilichofanyika Kigoma. Hilo la kwanza. La pili, namuomba msajili wa vyama vya siasa, kama alivyoshughulikia mambo mengine yote, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye habezi kitu. Kina Mohamed Issa wamepeleka mashtaka ya kukilalamikia chama juu ya mgawanyo wa rasilimali, na yeye akabariki, tukafika mahakamani, shughuli ikafika tamati ya kisheria, na yeye alilisimamia kuhakikisha kila mtu anapata stahiki yake. Na hili naomba alisimamie kama wajibu unavyomtaka, kwa sababu yeye ni mlezi wa vyama vya siasa. Atafute namna ya kukabiliana na hawa wanaolalamikiwa juu ya tuhuma za utakatishaji fedha na matumizi holela ya pesa za taasisi. Alishughulikia kisheria kuona wanaolalamika wanarudi kwenye mstari ulionyooka na kupata majibu ambayo yatamaliza mgogoro huu bila athari za chama. Lakini la mwisho ni muombe Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti, ambaye kimsingi mimi ni rafiki yangu, ni kaka yangu, na mimi yule sio kiongozi wangu, yule mimi ni familia, kwa sababu ni watu ambao tuna mahusiano mazuri, na mimi nampenda mwenyewe, anajua nampenda zaidi anavyojijua mwenyewe. Naomba kwenye hili ajitathmini. Malalamiko yanavyokuwa makubwa dhidi yako, kuna vitu vinakuja kupungua kwenye utendaji wako. Kwa hiyo kabla hatujafikia sehemu ambayo inaweza kutuletea athari za kitaasisi na mwenyewe binafsi, ajitathmini, atafute namna ya kulijibia hili kwa hoja zenye mantiki zitakazoridhisha walalamikaji, na sio kutuma watu au kumtuma katibu mkuu awaandikie watu mabarua ya kuwafukuza chama. Sio suluhisho, sio ujenzi wa chama kwenye mgogoro huu. Naomba ajitathmini na afanye maamuzi yaliyo sahihi, yakitangulizwa na hekima, busara na uvumilivu wa kustahimili maneno ya watu. Yote ayaweke pamoja ili atoe hoja za msingi zitakazorudisha watu kwenye mstari. Asanteni sana.